والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na mafunzo yetu ya ibada ya hija kupitia taasisi yetu ya tahfidh, na ambapo leo tukiwa na semina nambari 7. Tumetoka tulikotoka na tukitumia kitabu chetu hiki ambapo tunategemea kwamba mahujaji wote kitabu hiki wanacho. Alikuwa hana, inabidi aje ofisini aseme apatiwe. Kila hujaji wetu wa tahfidhi hichi kitabu anatakiwa awe nacho, na ndio kitakuwa mwongozo wetu kama tulivyokiita kwamba ni ufupisho wa mwongozo kwa hija, na tumeanza nayo katika ibada yetu ya hija kama tulivyosema kwamba sisi taasisi yetu tutaanzia Madina. Tukitapokuwa katika mji wa Madina, tutatoka zetu kwenda Maka kwa ajili ya ibada ya hija, lakini tulisema manasiki al-hajj, ibada za hija zimegawika makundi mangapi? Matatu. Tunakumbuka hapo kuna tamattu, ifrad na qiran, lakini sisi tunachagua tamattu, yani tutafanya na kupumzika. Yani tutafanya ibada ya umra kwanza, alafu baadaye tutafanya ibada ya hija. Ile nyingine unafanya ibada ya hija tu infrad, unakwenda mwezi 8 unafanya ibada ya hija, ukimaliza huyo unarudi zako. Na nyingine inaitwa qiran, ambayo hiyo siku yote katika miezi ya hija ukiingia pale unatiania, unaanza ibada ya umra unaunganisha na hija pasina kutahallul, yani pasina kwa lugha nyepesi kuvua zile nguo za kuhirimia. Tutatoka zetu katika Madina, katika mji wa Madina, tutaelekea zetu Maka tukiwa tumevaa zile ihram zetu. Kuna mwahala mutano maalum humo lazima upite uhirimie. Tayari tushapita wewe, tunafanya utangulizi kuwakumbusha. Tutapita mwahala humo tuhirimie. Sisi watu wa Madina tutapita pahala tunaita Dhulhulaifa. Hapa Dhulhulaifa pamejengwa msikiti. Tukifika hapo, walikuwa hawana udhu, watachukua udhu. Sunna ya kukoga kutokana na mwenendo wetu wa mabasi na mambo mengine, tutakoga kabisa tokea hoteli. Ni sunna vile kukoga kwa kuhirimia. Lakini tukifika pale walikuwa na udhu, watachukua udhu kama mtu alilala kwenye basi, ingawa si muda mrefu sana hapo, lakini inategemea mwanadamu, anaweza kuwa amelala. Halafu sasa tutaswali rakaa 2. Baada ya kuswali rakaa 2 tutahirimia. Sunna kuhirimia katika kipando. Mtume SAW hivyo ndivyo alivyofanya. Aliswali rakaa 2 Dhulhulaifa, kisha akachukua ngamia wake, akapanda juu ya ngamia wake, juu ya kipando akahirimia wakati anaelekea zake Maka, lakini bado eneo lile lile za Dhulhulaifa. Na sisi tutafanya hivyo insha Allah. Tukifika Dhulhulaifa tutaswali rakaa 2. Tukimaliza kuswali rakaa 2 tutakushanyana, kwa sababu hapo ni pahala ambapo watu wote wako sare. Watu wote hapo, ukimtoa askari basi hukuti mtu mwingine ambaye ana mavazi ya kuhirimia, labda ndo kwanza anaingia atabadilisha.
Sasa tuwe makini hapo. Unaweza ukatafuta wenzio usiwaone, kumbe wako pembeni tu hapo, kwa sababu watu wote sare. Tukishahirimia tukishamaliza tunaingia katika basi, tumetimia, tutahirimia kwenye basi, wakati basi linaanza kuondoka kwa kuelekea Maka. Kuanzia hapo sasa neno letu litakuwa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik. Hilo ndio tutakuwa neno letu. Hatakuwa na mazungumzo mengine zaidi ya hayo, ila umeruhusiwa kumuuliza mwenzio kuzungumza, lakini usije ukatoka tena ukapiga story mpaka ukajisahau. Na kila mwenye talbia, ibada ya hija ni ile yenye talbia, yani fadhila nyingi zinapatikana kwa kila mwenye talbia nyingi. Sasa tutakwenda zetu, tunakuwa na maneno yetu ndio hayo mpaka tutafika katika mji wa Maka. Mji wa Maka tukifika moja kwa moja mpaka katika hoteli yetu. Tukifika katika hoteli tutaangalia muda ambao tutakaoingia. Tumeingia muda wa dhiki, watu wamechoka sana, watapumzika kidogo, tutapeana muda wa kupumzika. La, tukihisi kwamba tuko fiti kiafya, kimwili, basi muda ule ule tutaingiza mabegi yetu katika vyumba, kila mmoja kishajua chumba chake tayari. Tutaondoka, tutaelekea zetu msikitini, ambapo ni karibu mno. Tutaelekea msikitini tukiwa na talbia zetu, tutaanza ibada yetu ya umra, ambapo hiyo itakuwa ni nguzo ya pili. Nguzo ya kwanza ya kutiania ndio kuhirimia, ambao tumekusha kuiona katika kitabu chetu ukurasa wa 24. Alafu tukaja zetu katika ukurasa 25. Sasa tukaingia katika masala ya kufanya tawafu ya kuzunguka Al-Kaaba katika ukurasa wa 27, jambo ambalo tulilifanya katika wiki iliyopita. Tulifanya tawafu na tulisema leo hii inshallah tutafanya marudio, lakini baada ya kuingia hii nguzo inayofuata, ili tukimaliza tutakwenda zote mbili kwa pamoja. Nguzo ya pili ilikuwa ni kufanya tawafu, yani ni kuzunguka Al-Kaaba, na tukasema haya majina yajulikanwe. Tawafu maana yake kuzunguka Al-Kaaba. Usio kamaliza ibada ya hija ukarudi alhaji, wewe unaweza vipi ile tawafu yenu? Ukasema ile tawafu bwana, kila ukirusha jiwe kuna mtu mbele. Sio toka si tawafu. Ujue tawafu ndo nini? Sawa? Ujue tawafu ndo kitu gani? Tawafu ni kuzunguka Al-Kaaba. Nao mizunguko 7 ambapo tuliifanya katika semina iliyopita. Leo inshallah tutairudia baada ya kumaliza nguzo inayofuatia, baada ya kwamba baadhi ya mahujaji hapa wataonyesha mfano wao, itakuwa ni zamu yao wao. Na tukasema katika kuzunguka Al-Kaaba, katika nguzo zake zote zile 4, Hijru Ismail, katika chumba cha Ismaili kile pale kina mzunguko ambao hupiti katikati. Vile vile tukaonesha kwamba kuna ruknul Yaman, ruknu Aswad, alafu ruknu Iraq na ruknu Sham, zote tukazionyesha, na kwa bahati tukaonyesha namna gani ya kufanya mizunguko yetu. Mizunguko mitatu ya kwanza tumesema unakwenda kwa lugha ya matiti, yani una troti, na mizunguko iliyobakia tunaenda kawaida. Na mizunguko mitatu ya kwanza ndo bega litakaa wazi, na mizunguko iliyobakia bega unaeleka sawa sawa. Tunazunguka Al-Kaaba mara 7. Dua unaomba unayojaliwa kwenye kitabu chetu zimo, wewe mwenyewe utakuwa nazo na watu wako utawaombea. Lakini ukifika Ruknul Yaman mpaka Hajarul Aswad, hapo pana dua maalumu, nayo ni dua gani vile? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hiyo ndo dua ambayo tutatoka katika Ruknul Yaman mpaka katika Hajarul Aswad, na tukifika pale Allahu Akbar tunaendelea, na tunaanza bismillah Allahu Akbar. Kiganja cha mkono wa kulia unakinyoosha kinaelekea katika Hajarul Aswad na kusema bismillah Allahu Akbar. Hiyo ni mizunguko ya 7, mizunguko 7 ya tawafu ya umra,
na tukasema tawafu ziko za aina tatu, na sisi tutafanya tawafu tatu. Tutafanya tawafu al-qudum, ambapo hiyo itakwenda tawafu al-umra. Kama hatuendi umra, maana yake tungefanya tawafu al-qudum alafu tukapumzika. Sunna ya mji ule, ukiingia ukafanye tawafu ukazunguka al-Kaaba. Sasa na sisi tukifika tutazunguka al-Kaaba kwa nia mbili. Kwa nia ya kwanza ni tawafu al-qudum, ya kwamba tumeingia katika mji wa Maka, lakini kwa nia ya pili kwamba ndo tupo katika ibada ya umra, tawafu al-umra. Ile tawafu moja itakuwa tumefanya mambo mawili. Halafu kutakuwa na tawafu ya pili tutakuja kuifanya tukitoka kuanzia mwezi 9 kuanzia mwezi 10, kuanzia mwezi 10 tukipata nafasi kuanzia hapo tutakuja fanya tawafu al-ifada, tawafu ya nguzo. Hiyo imeungana na ibada ya hija. Hii tuliyofanya imeungana na ibada ya umra. Halafu kutakuwa na tawafu ya tatu, ambapo maneno haya yamo katika kitabu chetu katika ukurasa wa 27, aina hizo za tawafu. Tutafanya tawafu ya tatu, tawafu alwidaa, tawafu ya kuaga. Sharti lake, unapoondoka katika mji wa Maka unatakiwa ukazunguke al-Kaaba, ukaage kuzunguka al-Kaaba mara 7 kama walivyofanya siku ile ya mwanzo, ila haina kutembea kwa matiti wala haina kuweka rubega, na utakwenda na nguo zako za kawaida, kwa sababu utakuwa ndio unaenda zako nguo zako za kawaida. Wanawake wao wameruhusika kuvaa nguo za aina yote isipokuwa zile nguo zenye kuleta, asivae nguo zenye shubha. Na vile vile haruhusiki mwanamke kuvaa gloves wala kuvaa niqabu katika kuzunguka al-Kaaba, labda itokezee dharura. Baadhi ya wanazuoni wa kileo na wengine wakasema anaweza akafunga kitambaa kwa kuvaa kofia akaangusha mbele ya kitambaa chake, ya mbele ya uso wake. Lakini mwanamme atavaa nguo hizo mbili tu, hataruhusiwa kuvaa hata kofia wala kuvaa nguo nyingine ndani ya aina yoyote. Mwamvuli unaruhusiwa kwa mtu yote kujifunika mwamvuli kwa madhehebu yetu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Naam, sasa baada ya nguzo hiyo tumesema, baada ya kumaliza kuzunguka mara 7 tutakwenda makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim maana yake tutakwenda kuswali rakaa 2. Kwa maana tufahamu hilo, tunazunguka al-Kaaba mara 7 na hamna tena zile talbia. Kuna dua mbalimbali tutakazoomba. Tukimaliza tu usawa wa mlango wa al-Kaaba, mlango unaopa kisogo, ukiipa kisogo mlango unakwenda zako nyuma. Sasa pana sehemu, kuna kibanda ambacho kinaonekana katika kitabu chetu ukurasa wa 29. Pana kijibanda kidogo kina mkusanyiko watu wengi, hiyo ndio inaitwa makamu Ibrahim. Hiyo makamu Ibrahim tunatakiwa tuswali nyuma ya kibanda, lakini kutokana na zahma inokuwepo hatuweza kuswali hapo, tutakwenda nyuma zaidi kufuata mlango wa kwenda katika nguzo ya 3, mlango wa sa'i, ambao huko tutapata sehemu ndio tutaswali rakaa 2 za makamu Ibrahim, ambao rakaa 2 hizo tutasoma rakaa ya kwanza suratul Fatiha pamoja na kul huwal kafirun, na rakaa ya pili suratul Fatiha pamoja na kul huwallah. Usitake refu sana ukawachosha wenzio kusubiri umpige Bakara nzima, kwa sababu ndio nimeingia Maka na itakuwa ndo siku ya kwanza na pengine itakuwa ndo swala ya mwanzo, kwa pengine tutaingia pengine baada ya Isha tushaswali njiani labda saa 5 za usiku. Sasa hapana swala mpaka alfajiri. Sasa tukifika tutazunguka al-Kaaba. Sasa swala yako ya kwanza utakutana na swala ya makamu Ibrahim. Ukasema hapa mimi na swali ndani ya mji wa Maka, ndani ya msikiti, acha nipige kweli kweli hapa. Wenzio watakukimbia, utapiga sijida wewe, watu hawapo. Sasa utakuja kuuliza shatimia, kumbe mwenzetu mmoja umeganda kwenye sijida. La, tutasoma kuli ya al-kafirun raka ya kwanza, raka ya pili kul Allahu kama desturi, swala ya kawaida, adhkari 3 za kawaida katika subhana rabbiyal azim katika rukuu na subhana rabbiyal ala 3 za kawaida. Basi tumemaliza. Tukimaliza tutaomba dua ya kawaida tu, alafu tutateremka nyuma tena, tutakwenda sehemu ya maji ya Zamzam.
Tutafahamiana jamani. Tunazunguka, tunahirimia Dhulhulaifa, tunazunguka Al-Kaaba. Katika kuzunguka Al-Kaaba mara 7, tukimaliza kuzunguka Al-Kaaba tunakwenda kuswali rakaa 2. Baada ya rakaa 2 tunakwenda kunywa maji ya Zamzam kama pana uwezekano. Kwa time nyingine pana vurugu au pana askari, watu wanaondoshwa, tusije tukalazimisha mimi bado sitanywa tena ukakumbana na askari. La, tutakwenda kwingine. Maji yako mengi sana, si lazima ile kituo cha kwenye kisima, alimradi ipatikane sunna ya kunywa maji ya Zamzam, basi uko mbele tutakutana nayo mengi tu. Kuna madumu kila hatua 2 3, ukuta madumu ya maji, tutakunywa maji shibe yetu. Na sunna ya maji ya Zamzam, Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhimiza tunapokunywa maji tukae kitako. Anapokunywa maji mmoja wenu akae kitako, lakini yeye alipokunywa maji ya Zamzam alikunywa kasimama. Baadhi wanazuoni wakasema kutokana na hali ya ile sehemu, kwa sababu aliingia kwenye kisima katika hali ya kile kisima, hapana sehemu ya kukaa, wakasema hivyo ni sunna, kafanya vile. Mwingine akasema ndo sunna yake hasa kunywa kwa kusimama. Ala kule hali, tukipata nafasi ya kukaa tukae, ya kupunguza kimo tupunguze, hukupata utakunywa hivyo kwa kusimama. Sawa? Halafu sunna nyingine katika maji ya Zamzam, kunywa kwa soko ukabubikia mwanzo mwisho, kunywa kwa mafunda na kuomba dua. Tunaomba dua. Mtume SAW anasema Zamzam ma'u Zamzam liman shuriba lahu, maji ya Zamzam ni kwa nia ya ile mtu ambaye anakunywa. Kama una maradhi, ya Rabbi nirudishie maradhi yangu, ya Rabbi nizidishie fahamu, ya Rabbi niongezee hiji, ya Rabbi nijalie hichi. Tia nia wakati unakunywa maji ya Zamzam. Tukimaliza kunywa maji ya Zamzam, sasa tunaingia katika nguzo ya 3, ukurasa nambari 29. Nguzo tumeandika nguzo ya 3 ni ukurasa nambari 31, nguzo ya sa'i. Lakini katika juu yake hapo pana picha hapo ya Al-Kaaba, halafu pana huo mchoro hapo kavu hiyo hapo panaitwa Hijru Ismail, yani hijru maana yake chumba cha Ismail. Hapa asili ni sehemu ya Al-Kaaba. Wakati Makuraishi wanairudisha tena Al-Kaaba kutaka kuijenga, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema wa kila mmoja alete katika vile vitu vyake vya halali kabisa. Analeta jiwe, alete jiwe lake la halali. Anasema aleta mchanga, alete mchanga wake wa halali. Sio kumwibia mtu ndo alete. Mfano ingekuwa kuna saruji, analeta saruji, alete mfuko wa saruji uliokuwa halali. Sasa walipokushana vitu vyao, ikabidi ikashindikana kuirudisha ukubwa ule wa mwanzo ambapo imeishia hii kavu ile koko huko. Sasa wakafanyaje? Wakajenga hapa wastani uliokuwepo. Sasa hii inaitwa bado ni sehemu ya ndani ya Al-Kaaba. Hutakiwi kuzunguka ukapita hapa, ila panaruhusiwa kuswali hapa. Ukiswali hapa wake uswali ndani ya Al-Kaaba. Mbali ya ndani huu ndani kama ndani. Lakini hapa pia umeswali ndani ya Al-Kaaba. Kama utapata nafasi, pana kilango wakati mwingine kinafunguliwa, kile kikifunguliwa tu ingia mbio, na ukiingia tufunga swala. Alafu utajiweka sawa baadaye kwamba sasa tayari. Kwa sababu ukisema ngoja kwanza nisimame kwanza nianze kutia nia na nia za watu wengine, na kwa zile hata anatia nia dakika nzima hajesha tu na waitu uswali bado we utashtukizia mtu kisha simama mbele yako anaswali yeye, huna vya kumfanya yeye kishafunga swali. Sasa ukifika tu jiweke sawa kwanza, alafu ushandosha hapo nafasi ndogo ya kusaya kusujudu chini ya miguu ya mwenzio, ndo hapo sawa. Na kama nilivyosema, ukibahatika kuswali chini ya Hajarul Aswad, basi we salamu yako uitoe huku unaenda mbio. Ukisema ukae pale kwanza utoe salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah au pengine wa rahmatullahi wa barakatuh, pia wewe umalizie, alafu uje kushoto, ushakanyagwa zamani. Kwa sababu pale watu imamu akianza tu salamu washanyanyuka. Sasa na utaimalizia salamu kwa kwenda mbio kukimbilia, au usiswali sehemu ya Hajarul Aswad. Ukiona umepata upenyo umeswali chini ya Hajarul Aswad, basi jua kwamba wewe pakitoa salamu tu wewe wa kwanza kunyanyuka, la sivyo utakuja kanyagwa, na ni hatari kubwa. Haya, sasa hiyo tumesema ni Hijru Ismail. Tunapita hapo ndani, ukiingia unaswali,
na tunazunguka kwa nje, na nilisema kwamba huruhusiwi kuokota kitu, ila ukikiokota ndio utakileta hapa. Kama utaweza ukamwoneza, unahisi ukiokota kiokota alikuwa karibu na mzunguko wa Al-Kaaba, yani karibu na chini ya Al-Kaaba, unaweza ukakiokota ukakileta hapa, unaweka tu pale juu. Basi kila kimekupotea wewe kitu, basi zunguka hivi, inaweza katokezea mtu kakiokota. Vitu vingi vinaletwa hapa na unakwenda kutambua kitu chako, unachukua mwenyewe. Mwisho hapo vinaondoshwa, vinapelekwa nje. Kuna kituo maalumu cha vitu vilivyookotwa. Mwenye kuhirimia haruhusiki kuokota kitu katika ibada ya hija. Mji ule labda nje ya mji umeokota shilingi 100, 200 sawa, lakini ndani ya mji ule huruhusiki. Sharti zake ngumu, ukitangazie ngumu sana, huwezi. Mimi na wewe hatuwezi. Umekiokota, kichukue kipeleke pale, wao wanavichukua na kipeleka kituo cha kuvotea vitu, kinapatwa mwenyewe. Naam, sasa tunaingia katika nguzo ya sa'i. Jamani, hii tunakwenda nayo sasa ni nguzo ya 3. Ya kwanza nguzo gani tumesema? Wazee, nguzo ya kwanza kuhirimia. Sawa, ya kwanza kuhirimia katika sehemu ya Dhul-Khulaifa. Nguzo ya pili tawafu. Sasa nguzo ya 3 ni kwenda sa'i. Sa'i maana yake kwenda Safa na Marwa, ndio maana yake. Tumesema maneno haya yajulikane, usio kwamba vipi ile sa'i yenu ilikuwa vipi, ilikuwa na watu wengi, tena sio ukababaika ukasema jambo jingine. Sa'i maana yake kwenda Safa na Marwa. Safa na Marwa yani kutoka katika mlima Safa kwenda katika mlima Marwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ibda'u kama bada Allah bi, anzeni kama alivyoanza Allah. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, naanza upande wa Safa, mnakwenda upande wa Marwa, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ila kuna tofauti ya kwenda sa'i. Utofauti wake ni kwamba Al-Kaaba ukizunguka moja ile, ukianza kwenye Hajarul Aswad mpaka ukirudi pale pale ndio moja, ndio ndio tuliposema, ukaenda moja, ukaenda tena ya pili. Lakini sa'i ukenda hivi, ukitoka Safa ukenda mpaka Marwa, hiyo inakuwa ndo kwanza ndo moja. Na katika mlango tutakaopita tutapita kwa katikati, yani sio mwanzo kabisa, katikati, lakini baadaye tutakwenda kidogo kidogo kama tunatokea Marwa, lakini hiyo hatutohesabu. Tukifika Safa sasa, pale juu pameandikwa inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Tunaanza hapo. Tukianza hapo, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Halafu tunaomba dua, na katika mahala ambamo usifanye maskhara, basi ni sehemu ya sa'i. Katika mahala ambamo dua zinakubaliwa, mote dua zinakubaliwa, lakini mahala special, mahala maalumu, basi pahala pa Safa na Marwa pale, ndugu yangu, kifika simama, elekea Al-Kaaba, omba dua. Lakini mara nyingi na kwa askari wako wepesi kutuondoa, lakini pata dua zako zile, niombe dua, tutashirikiana na viongozi, tutaomba dua kwa pamoja, alafu tunaelekea zetu Marwa. Tukenda katika hatua yetu, tunakwenda kidogo tu, tutakutana na sehemu pana rangi ya kijani. Hapo tutakwenda kwa matiti kwa wanaume, yani wanaume tutakwenda kwa njia ya kutroti, pana rangi ya kijani. Tukimaliza tunamaliza pande jingine refu kidogo, tunamalizia upande wa pili, kunapanda mlima ambapo huko, lakini mlima wa Marwa umeondoshwa siku hizi, haupo, lakini pana mwinuko. Kama pana inuka kidogo, tunakwenda zetu. Kufika pale tushamaliza moja, na rafiki yetu mmoja hapa, teacher pia rafiki yake, yale alizipiga mara mbili, yani alikwenda ile akaona ndo bado moja, akaenda mbili, kwa maana akaenda mara 14.
Sasa tukenda ile moja, alafu tukirudi ndo ya pili. Tukirudi katika kitabu chetu, anasema sa'i ni kuvizunguka vilima viwili vya Safa na Marwa mara 7. Vilima vya Safa na Marwa tunakwenda mara 7, na kuna aina 3 za sa'i. Kuna sa'i ya umra ambayo hii tuloingia pale ndio tunafanya sasa hivi, hii sa'i ya umra. Lakini pia tutarudi tena kufanya sa'i wakati tunafanya ibada ya hija. Tukenda baada ya hija tunarudi tena kufanya sa'i, yani tushazunguka ile Al-Kaaba, alafu tunakuja zetu kwenye sa'i, yani Safa na Marwa, alafu sa'i ya sunna ya mwenyewe tu, mtu akaenda hata nikafanye sa'i sunna, hiyo haina shida. Ni mambo yale wajibu. Kwanza kuanza Safa kumalizia Marwa, usije kama ukaanzia Marwa ukaja Safa. Kama alivyosoma hadithi, ibda'u kama bada Allahu bi, anzeni kama alivyoanza Allah. Na hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada ya hija. Yani ibada yote ya hija tuchukue kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sunna, yani wajibu tuanzie Safa ndio twende Marwa. Safa ndo wapi? Tukiingia tu, tukitoka katika uwanja wa tawafu, tutapinda mkono wa kulia. Tukipinda mkono wa kulia ndio tunakwenda huko Safa. Ikitokezea bahati mbaya umepoteana na wenzio katika mizunguko ya Al-Kaaba, utakwenda utaswali, kama utajua kama tumeambiwa tukimaliza Al-Kaaba sawa ya mlango niupe kisogo, nitakuta makamu Ibrahimu, nitakipa kisogo, nitakwenda nyuma, nitaswali raka mbili. Ukimaliza tuliambiwa nyuma yake tena nitakutana na sehemu ya kunywa maji ya Zamzam, utakuta watu wanakunywa maji, ndio Zamzam mwenyewe, kunywa maji na sunna kunywa shibe, alafu pinda kulia. Sawa, unapinda kulia njia yako, utafata utakuta watu wanakwenda kulia mpaka utafika katika njia, utateremka ngazi, pameandikwa kwamba Safa starting here kwa Kiingereza, na Kiarabu pia imeandikwa na Kiingereza, na Kiarabu pia imeandikwa vile vile ibda huna Safa, na Kihindi pia, lugha 3 zipo. Uko unajua Kihindi kule pia nacho kipo, utajua sasa hapa mimi ndo nitaanza, lakini utaona mwelekeo, watu wanazunguka hivi na wewe utakwenda hapo, usipate shida, utakutana tu na wenzio. Kama sisi alama zetu kanga hizo hapo unaziona hizo, ukikaa juu ya mlima Safa utaona tu wale wenzangu wale. Sasa kwa nini utafanya haraka kuwakimbilia, ama utajichelewesha, utawasubiri, wakija utakutana, vipi mshakwenda ngapi? Si hii ya 7, ya 5, ya ngapi? Basi utajua kama mimi niingia mwanzo kabla wao, au wao waliingia mwanzo kabla ya mimi. Naam, kwa maana tunaanza na Safa. Alafu anasema kuanza kwa takbir na kuelekea Hajarul Aswad, yani kuanza kwa kuelekea katika Al-Kaaba, bismillah Allahu akbar, alafu tunaanza kwa kusoma ile aya na kwenda zetu Safa na Marwa. Sunna kutia udhu, lakini tumesema sunna maana yake ukikutoka udhu hakuna shida. Kule kwenye kuzunguka Al-Kaaba tumesema lazima uwe na udhu, lakini katika Safa na Marwa si lazima kuwa na udhu, lakini sunna kama utakuwa na udhu wako, udhu kwa nao basi alhamdulillah, ni jambo zuri. Lakini usije kazi kwamba kiongozi udhu umenitoka, endelea kama kawaida, hakuna shida yote. Halafu kwenda kwa matiti kwenye bonde kwa mizunguko mitatu ya mwanzo kwa wanaume, unakwenda kwa matiti. Tumesema katikati pale pana rangi ya kijani, tukuonyesha kwamba hapa ndio sehemu ya kutembea kwa matiti, yani kwa lugha ya vijana kutembea kwa kutruti. Usende mbio nala usende kidogo, yani unakwenda kwa mchaka, kwenda kwa mchaka katika sehemu hiyo ya rangi ya kijani. Halafu katika ukurasa wa mbele ukifungua
utaona pana picha hiyo, ndio inaonyesha hiyo sehemu yenyewe ya Safa na Marwa, ambapo kuna sehemu ya kijani au hapo haikuonekana kwa sababu ni photocopy, lakini ndio sehemu ambayo itakuwa ya kutembea kwa matiti. Utaijua tu, kwanza utaona watu wanaenda mbio, lakini ndo nawe utafanya kama vile ambavyo tulielekezana. Alafu vile vile sunna kuomba dua na kusoma aya ya Surah Al-Baqara aya 158 ambayo hapo iko chini. Inapendeza ukipanda na kushuka katika mlima wa vilima Safa na Marwa kusoma sura hii, aya hii, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Hiyo ni dua ambayo ni aya ambayo Mtume sallallahu alisikika au alisikikwa akisoma hiyo, na sisi tutasoma hiyo. Halafu tutaelekea katika upande wa Marwa, nao vile vile tutafanya kama tulivyofanya Swafa, halafu tutarudi tena, itakuwa mzunguko wa pili, utakwenda ya 3 ya 4 mpaka tunamaliza 7. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tutaanzia Swafa lakini tutaishia wapi? Marwa. Ukijiona kwamba uko huko Marwa, uko Swafa, jua ama umeongeza au bado moja hujakamilisha. Sasa kwa kifikhi maana yake unatakiwa hapo sema bwana ndio usikosema mimi ndio shamaliza bwana. La, bali sema kwamba itakuwa bado moja. Kwani nimeishia huku? Itakuwa bado moja, nenda na moja. Tuko mmoja, na kuna makundi mengi hapo wana adhkari zao mbalimbali, na hapo kuna watu wanakuja kwa pamoja, kuna watu wanajishika hapo kijani kibiru. Sasa hapo natakiwa tuwe makini. Unaweza kushtukizia ukatekwa katika kundi la watu ni humo. Kwanza askari zao zile wanazosoma, unaweza na ukaona ushatekwa ukakimbiana na ukapotiana na wenzio. Ila tukishazoea hapo mbele, manake tumesema taasisi yetu, moja katika tunu ya taasisi yetu kuna gap pale. Tutaingia mwezi mosi ama mwezi pili. Sasa kuna mwezi 3, 4 mpaka mwezi 8. Pale tutakuwa kwa sababu tunafanya tamattu, tutakuwa tuko free. Hatuko katika ibada ya hija wala umra. Lakini nini cha kufanya? Tutakuwa tuna umra zetu ndogo ndogo, kwamba mtu anataka kumfanyia umra mzazi wake, sawa basi atapata fursa ya kwenda. Lakini hatushauri kwamba uende kila siku. Nenda siku moja pumzika. Na kuanzia mwezi 7 au 6 pumzika, ili upate nguvu kwa ajili ya ibada ya hija. Mwezi 8. Sasa tutakuwa tunakwenda, sasa hapo utakushazoea, itakuwa kuna wepesi wa mwenyewe kwenda na kurudi. Hapo sasa unaweza kukumbana na kikumbo na wenzio, basi wapi wa kutoka unajua. Na tukimaliza Marwa, pana mlango pale Marwa juu kutoka, lakini pale itakuwa ni mbali kwetu sisi kwa hoteli yetu ilipo, kuzunguka itakuwa shida. Ingekuwa tunakaa Jarwala inakuwa ni pesa, tukitoka pale tunateremka tunaingia moja kwa moja. Lakini sisi tuko Misfala, tuko kwingine. Hasa uwepesi tubaki mle msikitini, unafanya kama unaongeza nyingine ya bure hiyo. Lakini unajua sasa mimi nishamaliza, unakuja zako mpaka Marwa, Swafa. Ukifika Swafa juu pale pana mlango, ndio utatoka mlango huo. Tukisha kutoka utapinda kulia, usije ukapinda kushoto. Ukitoka tu pinda kulia, rudi zako mpaka unakuta mlango wetu. Namba ngapi ule tuloingia? Namba 79. Leo hatukuzungumza mlango. Semina iliyopita tulizungumza mlango wetu tutakaoingia katika msikiti wa Maka ni mlango nambari 79. Na huo ndio utakuwa umefesi njia ya kwetu ya hotelini kwetu. Ukishatoka mlango unateremka kidogo ngazi, pana lift, utateremka alimradi moja kwa moja mpaka hotelini. Sasa ukimaliza Swafa, nguzo yetu ya 4 ya 3, unatoka hapo ulipoeleza upande wa Swafa, ushamaliza kule Marwa, unateremka kidogo, ama unaweza kurudia kule Marwa, lakini inategemea mazingira. Wakati mwingine askari hawaruhusu, utarudi utaongeza na moja ya bure hiyo, lakini haimo, sio kahesabu hiyo, haimo. Unakuja zako mpaka katika mlango wa kutokea ambapo uko juu kabisa ya kilima cha Marwa, ni cha Swafa juu kabisa. Pana mlima, pana mlango, utapita
halafu utageuza kulia. Ukishatoka katika mlango, pinda kulia. Ukipinda kulia, maana yake unaozunguka msikiti, ambapo si sehemu kubwa, mpaka mlango wako nambari 79 unaona ule pale, unaopa kisogo, unakuja zako. Nadhani katika ramani hiyo ushatengeneza msikiti, ushauona, ushaitengeneza, unaweza ukaenda na kurudi. Mnasemaje? Kwa ramani kama hiyo unaingia 79 na kutoka, nitatokea katika upande wa Swafa, alafu nitazunguka tu mpaka 79 na rudi zangu hotelini. Hiyo ni nguzo ya 3. Nguzo ya 4, nguzo ya kunyoa ama kupunguza. Kunyoa ama kupunguza, na dakika kidogo tu. Kunyoa ama kupunguza, hii ndo nguzo ambayo tutamalizana nayo ya 4. Ya mwisho ni kufanya kwa utaratibu. Katika hadithi hapa, kutokana na hadithi anasema, lama qadima an-nabii sallallahu alaihi wasallam Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika katika mji wa Makkah, amara ashaba, aliwaamrisha masahaba zake, an yatufu bilbaiti, wazunguke al-Kaaba, watufu al-Kaaba, wa bisafa wal marwa, alafu wende Safa na Marwa, thumma yahillu, kisha utapata hilu, watapata tahlil, wayahluqu, na watanyoa, au wayaksur, au watapunguza. Kunyoa au kupunguza. Mwanamme ni kunyoa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Allah anamrehemu, nadhani hadithi yake imo kama haimu, Allah anamrehemu mwenye kunyoa. Wakasema na mwenye kupunguza. Mtume akasema tena mwenye kunyoa amrehemu Allah mwenye kunyoa. Wakasema tena ipo hapa mbele katika hadithi ambayo inasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham almuhalliqina, Allah awarehemu wale ambao, ukurasa wa 35, walionyoa, walopiga para kabisa, unapiga para. Qalu, wakasema almuqassirina, na walopunguza. Mtu akasema tena Allahumma arham muhalliqina, Allah arehemu walionyoa, walopiga para. Jamaa akasema tena, qalu, wakasema tena masahaba, walmuqassirina, na waliopunguza. Mtume akasema tena vile vile Allahumma arham almuhalliqina, akasema mara 3. Ya 4 tena ndo akaja akasema una waliopunguza. Ya 4 akasema waliopunguza, maana yake huyu anapata rehema mara 3, huyu anapata mara 1. Sasa sunna kunyoa, na kwa muda wetu sisi tutakaoingia tutanyoa inshallah. Sawa? Kwa sababu gani? Kwa sababu tutakuwa tuna muda mrefu kukutana na sai nyingine ya ibada ya hija. Tutakuwa na wiki nzima, so wiki na, kwa sababu tutakutana na mwezi 10. Sisi tunaingia mwezi mosi pale ama mwezi pili, alafu mpaka mwezi 10 au 11 ndo tutanyoa. Nadhani itakuwa zishaota, ndio zishaota. La, yule ambaye atakuwa na umra zake za katikati, yeye sasa huyu vipi? Huyo anaweza akapunguza ili apate sunna ya kwa zile umra zake za katikati, apate tena kuja kunyoa. Wanawake wao ni haramu kunyoa katika hali zote. Mwanamke hapigi para, hata kama utasikia mtu akifiliwa kizuka na nyolewa para. Katika vitabu vya fiqh vimekataza mwanamke hanyolewi para, labda kwa dharura, maradhi. Lakini huyu kafiliwa, huyu kizuka anapigwa para, kizuka hapigwi para. Sawa jamani, Umetokezea umefiliwa, basi kanazo hizo suka kama kawaida, lakini hiyo mada nyingine. Lakini ala kule hal haitakiwi mwanamke kunyoa. Yeye atapunguza vipi? Atapunguza kwa nywele zake zote zile, atazishika, alafu kile kincha atazikata kimkasi tu kidogo tu, basi yeye kishamaliza. Mwanamume atapiga para au atapitisha kiwembe kichwa kizima, asakapisha kidogo tu. Utakuta watu wanasusula kitu tu, ana mortari, nenda zako. Mtume kakataza kukata nusu na kuacha nusu. Mtume kakataza jambo hilo. Kwa maana hiyo na sisi tutafanya hivyo. Kwa ajili hiyo hapo itakuwa tumemaliza ibada yetu ya umra. Tutapumzika, tutasubiri mwezi 8 kwa ajili ya ibada ya hija. Tukiweka tanbihi hapa ukurasa wa 36, ukimaliza umra unaweza kufanya tendo la ndoa kwa hija na ya tamattu,
yani mtu anapata tahallul na anafanya yote aliyokatazwa, kwa sababu kishamaliza kishapata tahallul. Akwa kuposa anaweza akaposa, akwa na harusi huku bwana na kumpa mtu idhini na mambo mengine yote aliyokatazwa, kuwinda na kadhalika. Pindipo ikiwa upo kwenye ada kwa mwanamke na ikawa hajatekeleza ibada ya umra katika hija ya tamattu, basi kwake yeye itakuwa ni sunna kuitekeleza hiyo umra. Akipata muda atakwenda kutekeleza ibada hiyo ya umra. Hakupata, maana yake atakuja kutekeleza kule katika hija. Ataondokana na hija tamattu, atafanya ifrad au atafanya qiran, ataunganisha moja kwa moja. Vile vile sunna kufanya mwezi wa Ramadhani umra, sunna mwezi wa Ramadhani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umra ya mwezi wa Ramadhani ni kama hija, sawa, ta'dilul hajj. Vile vile nguzo kufanya kwa mpangilio wake, na nguzo ya mwisho kufanya kwa mpangilio wake, na wajibu kufanya kwa utaratibu wake na kwa kufuatisha. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia Maka katika mwezi tano mfunguo 3. Sisi tutawahi mapema kabla ya mwezi 5, tutaingia mapema. Yeye Mtume aliingia mwezi 5 wakati wa dhuha, na akasubiri mpaka mwezi 8 akaelekea Mina kwenye ibada ya hija. Inapendezesha mtu akimaliza umra kufanya amali za sunna, mfano kufanya sa'i au tawafu, kusoma Qur'ani na nyiradi mbalimbali katika mwezi huo, kwa sababu atakutana na masiku matukufu, siku ambazo amali ya kheri itafanyika siku hiyo ni bora kuliko amali yote kufanyika katika siku nyingine. Inshallah tumebakisha robo saa kabla kumkabidhi Mike Amiriali. Sasa tulisema leo tu practice kidogo yale ambayo tulifanya katika semina iliyopita. Inshallah sasa tunaomba mmoja ajitolee kwa ajili ya kuonyesha walikuwa hawapo, ili wapate waone. Avae ihramu hapa tumuone, vile vile azunguke Al-Kaaba tuone, halafu tutakisia tu Safa na Marwa namna ya kwenda. Ndipo ni dakika 5 mpaka dakika 10 tu tendo ile tufanye inshallah. Nani inshallah? Hamna au bado hatujafahamiana, haijafahamika ile somo? Turudie tena na leo ili semina ijayo wanategeana iwe tayari, ndio basi inshallah. Leo tutarudia tena, naomba ihramu, tutarudia tena inshallah katika jambo letu lile.